Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa neema ya uhai na uzima, napenda mimi kama mkuu wa kituo cha QT Mahadi Imam Shafi kutoa maelezo kwa ufupi kuhusiana na huduma ya QT. Kwa kwanza tutaanza kueleza maelezo kwa ufupi kuhusiana na hamasa ya kuhamasisha wanachuo wapya ambao wamejiunga mwaka huu kuhusiana na namna QT inavyoweza kutolewa. QT ni masomo ya ziada ambayo yanawasaidia wale ambao wamekosa nafasi ya kuendelea kusoma au wameshindwa kusoma katika elimu ya kawaida. Kwa hiyo kuna mfumo ambao unatoa elimu hiyo kwa ajili ya kuwasaidia. Elimu inatolewa kwa mfumo wa miongo mitatu, yaani kwa hatua tatu ambazo unaweza kusoma mpaka ukafikia elimu ya chuo. Hatua ya kwanza unaweza kusoma kama umesoma umeshia darasa la 7 au haujasoma kabisa elimu ya mazingira, unaweza ukapata elimu ukasaidiwa kutoa msaada namna unaweza kusoma elimu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha pili na kidato cha 3 mpaka cha 4. Unasoma kwa miaka miwili, unaweza ukasoma na ukafanikiwa kuhitimu elimu yako kuwa kama wale ambao wamesoma kwenye elimu ya kawaida, ambao wamesoma kwenye mfumo wa kawaida. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajapata nafasi au waliishia njiani, wanaweza wakapata nafasi kupitia mfumo huu wa QT. Wanawezaje kupitia nafasi hiyo kuipata ili kuweza kuendeleza kama wanavyosoma watu wengine? Ni kwa kuamua kwanza, ni wewe mwenyewe kuweka nia kwamba mimi nimekosa kupata nafasi kwa mfumo huu, aidha kulikuwa na changamoto au matatizo ya kimaisha, sasa ninaamua kusoma kwa kutumia mfumo wa QT. Kwa hiyo cha kwanza ni nia, kuweka nia kwamba elimu hii inaweza ikanisaidia baadaye katika mazingira yangu, sio kwamba ni elimu ya mazingira. Kwa hiyo inaweza kutupa manufaa katika mazingira yanayokuzunguka. Kwa hiyo hatua zake baada ya kuweka nia, kinachofanya sasa ni ule utayari wa kuanza kupata elimu hii. Hii haihitaji kuwa na cheti au haihitaji kwamba umemaliza darasa la 7. Hii ni pale leo ukiwa tayari na nia, tunasajili sasa kuanza kusoma mtindo wa QT, yani masomo yale ya jioni, masomo ya ziada. Kwa hiyo utapata elimu hii kwa mfumo ufuatao. Utasajiliwa kwa ajili ya kujisajili kwa ajili ya kufanya mtihani aidha wa kidato cha pili. Kama wewe umeishia haujasoma kabisa elimu yoyote, unatakiwa kusajiliwa kwa ajili ya elimu ya kidato cha pili. Na kama uliishia kidato cha 4 haukufanikiwa kuendelea na elimu nyingine ya juu, labda uliishia njiani, utasajiliwa kwa ajili ya kuanza kurudia mtihani wa kidato cha 4 ili uweze kusaidia kuendelea na elimu ya juu, yaani kidato cha 5 na kidato cha 6. Kwa mifumo yote unasoma kwa miaka miwili. Na tunao mfano mingi ambayo tayari ndugu zetu wengine hapa wapo wameshaanza mifumo hiyo, na wengine wako chuo kama alivyosema mdiri. Tunaweza kutolea mfano sasa hivi mkuu wa shule ya Arafa Primary School alisoma hapa Mahadi na alisoma kwenye mfumo huo akiwa bado aliishia njiani kutokana na changamoto, lakini akajiendeleza mpaka amefika chuo kikuu na sasa hivi ameajiriwa, amepewa shule, yeye ndio kiongozi. Na kuna wengine ambao pia tunafahamu wanaendelea na mchakato hiyo hiyo. Lengo la Mahadi au Ansar Muslim kuweka mfumo huu ni kutaka kutoa support, kuwapa mtisha walimu kama sisi ambao tunajiendeleza hapa, kupata fursa baadaye kuweza kujiendeleza vitu vyetu, yaani kuwa wasimamizi wakuu. Tutoke tena kwenye ile mifumo ambayo tuna wasimamizi ambao hawapo katika mfumo ule ambao wanafuata zile sheria na kanuni zetu. Kwa hiyo unapojisajili katika kusoma kidato cha kwanza, cha pili, cha 3 na cha 4, unalipia tu pesa ambayo ni kwa ajili ya kufanya mtihani, lakini haulipii tena. Hizo pesa kama tulivyoambiwa hapa, pesa zinatoka moja kwa moja katika taasisi. Kwa hiyo sisi tu ni kujiandikisha kwa ajili ya kuanza kusoma
elimu hiyo. Na unapojiandikisha wewe ni mwalimu tu kuja darasani moja kwa moja kuanza kufundisha, na inshallah kuanzia Jumatatu elimu itaanza kutolewa kwa wale ambao tayari wameshasajiliwa. Mpaka sasa hivi wamesajiliwa wanafunzi takriban 24 ambao wale ambao wako kwenye ile stage ya kwanza, yani form 1 na form 2 wako 15, na wale stage ya pili yani form 3 na form 4 ambao wamesoma kwa miaka miwili na wako 10 na kadhaa kama 15. Kwa hiyo hao ndio walikuwa kufanya mtihani. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kutoa hamasa kwa ndugu zetu kwamba elimu zote zinashabihiana, zinahusiana. Ili uwe mwalimu mzuri katika jamii na tutoe mafunzo yale ya kiimani na ya mazingira, pia unapaswa kujua mazingira yako, kwa sababu mifumo sasa hivi tunaona katika nchi zetu imebadilika, na hata mifumo ambayo tunaona inaletwa mingine ambayo inakuja kuleta athari kwa wanafunzi wale ambao wa Kiislamu. Tunahitaji walimu kama sisi kwamba tumesoma elimu ya mazingira na tunaijua elimu ya dini. Kwa hiyo tunakuwa ni miongoni mwa silaha ambazo zitasaidia kuweza kuondoa yale maovu au yale ambayo yanaletwa kwa ajili ya kudumisha au kukandamiza imani zetu. Kwa hiyo tunasisitiza ndugu zetu wale ambao labda ni wageni ambao hawajapata taarifa kwamba endapo utakuwa unahitaji kupata elimu hii, unaweza kuona wale viongozi wa madarasa akiwemo Alhamdu. Yeye utaenda kujiandikisha kwa awamu ambayo itafuata, unaweza kupewa nafasi hiyo ya kusoma. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba tuwe na utayari kwamba mimi nimeshahudhuria kwenye kikao kule kwa mudiri, amesema kwamba sasa hivi yani anahitaji vijana kama sisi ndio tuwe mfano, tuonekane kwamba sio tunaishia tu tunasoma alafu elimu yetu hatufanyi chochote, kwamba tunatakiwa elimu tutakayoipata aidha ya kidini na kimazingira kwa pamoja sije kuwa mfano wa kutajwa na kuwa kiongozi au viongozi katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba, tunasisitiza kwamba wale ambao wako tayari wa kusoma elimu hiyo, kwamba elimu hiyo inatolewa kwa hatua mbili. Sisi hapa tunazoanza ni hatua mbili ambazo tayari zimepitishwa. Hatua ya kwanza ni stage ya kwanza na pili, ambayo ni kidato cha kwanza na kidato cha pili. Maliza hapo utakuja hatua ya pili ambayo ni kidato cha tatu na kidato cha nne. Na tuna imani kwamba mpaka utakapomaliza hiyo kidato vinne, ina maana unaweza ukawa umeshamaliza elimu yako ya hatua ambazo unasoma katika elimu yetu za kidini hapo. Kuweza kusaidia katika kuinua katika elimu ya mazingira. Mambo mengine tuna mifano mingi, lakini kutokana na muda hatuwezi kutoa mifano, ila tu kutoa tu ile hamasa ya kusisitiza kwamba tusome, tuwe na elimu za aina zote mbili, ili ziweze kutusaidia katika kujua namna gani tunaweza kuendana na mazingira yetu na namna gani tunaweza kutumia elimu yetu ya dini kutusaidia katika kutuongoza kupitia elimu ya mazingira kufikia katika yale ambayo tunahitaji kufikia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.